Zamadamu, mtazamaji wangu, nipo katika mkoa wa Iringa na hapa nipo katika eneo la Kalenga. Hapa ndio iliyokuwa himaya kubwa kabisa ya Mtemi Mkwawa. Alikuwa anaishi mahala hapa na jeshi lake kubwa kabisa. Na hapa nilipo kwa nyuma yangu naweza kuona mti mkubwa kabisa. Hapo ndipo ilipokuwa sehemu ya kuabudia mizimu. Na hapa nilipo kuna mizimu wengi kabisa. Wenyeji wa hapa leo hii wananitawaza kuwa mwenyeji wa kabila hili la Wahehe. Na mimi nimekubali niweze kuvalishwa mavazi ya chief ama Mtemi Mkwawa, yeye aliyetawala hapa. Kipindi cha Zamadamu leo utajionea mambo mengi sana, hasa kuhusiana na imani za mizimu, ambapo Mtemi Mkwawa pamoja na kundi lake walikuwa wanaabudu hapo nyuma. Naomba nivalishwe sasa hizo nguo. Navalishwa nguo za kitemi. Hivyo ndivyo Chifu Mkwawa alivyokuwa akivaa, na hilo ndio vazi la utamaduni wa Chifu Mkwawa na Wahehe wote kwa ujumla. Sasa tunakukaribisha kuwa karibu sana Iringa, karibu Kalenga, karibu kwa Chifu Mkwawa, na ujisikie na wewe kama ni Muhehe kama tulivyo sisi, na upo chini ya himaya ya Chifu Mkwawa. Karibu sana. Asante sana, tayari mshakubali kuwa mwenyeji wa mahala hapa. Na pengine hivi sasa mtazamaji, kama unavyoniona tayari mimi nishakuwa Mhehe. Basi ni hadithi nzuri kabisa. Pengine ninyenyuke uweze kuniona nilivyopendeza, jinsi Mkwawa alivyovaa. Na hivi ndivyo ni vazi la heshima, ambapo sisi wa Afrika tuna haki ya kuenzi utamaduni huu usiweze kupotea. Zamadamu. Hiki ni kigoda ambacho kimechongwa kwa mti ambao unaitwa mpogoro. Kimechongwa toka enzi za Chifu Mkwawa. Na kigoda kama hiki mtu unavokalishwa unakuwa unasimikwa, na wewe unakuwa ni chifu. Manake machifu wa zamani wote walikuwa wakisimikwa kwa kukalishwa kwenye kiti cha miguu mitatu kama hiki. Karibu sana. Asante sana. Haya mtazamaji wangu, ni kipindi cha Zamadamu nikiwa kwenye himaya ya Mtemi Mkwawa. Labda inaweza nikakuelezea nini hili vazi Mkwawa lilipata. Kwa sababu zamani walikuwa hawavai mavazi kama haya. Kipindi Mkwawa alianza kufanya ushirikiano na Waarabu. Wakati anafanya ushirikiano na Waarabu walimletea mavazi kama tunavyoona haya na kilemba chake. Ndio waliomvisha Mkwawa, na baada ya kuvaa akajiona kwa amependeza, ndipo ukaanza ule utamaduni wa Wahehe kuvaa vazi kama hili. Hili ni vazi ambalo limetoka Arabuni, lakini sasa limekuwa ni tamaduni ya Wahehe. Na mtaalamu, pengine utuelezee vazi hili linaendelezwa vipi katika mkoa huu? Kukutana watu njiani wamevaa kama hivi, wanaliendeleza vipi? Watu wanaliendeleza kwa sababu mtu ukivaa vazi kama hili unaonekana unaenzi utamaduni wa Kihehe. Na kuna wazee maarufu wanaoendelea kuvaa na vazi hili, lakini sasa hivi si wengi sana, kwa sababu watu wengi sana wameanza kuiga mambo ya kigeni. Lakini ukienda kwa wale wazee kabisa walioko vijijini, wale wafugaji sana, utawakuta wengi akishatoka ile jioni kwenda kutembea kupata kinywaji, ni lazima avae vazi hili. Na zamani kawaida, kama tunavyokumbuka, wazee wetu walikuwa wanakuwa na wake wengi. Anakuwa na wake wanaweza kuwa pengine 4 au 5 au 6 na zaidi. Lakini anapokuwa anakwenda, vazi kama hili tunaliona ni refu sana, linafika chini. Kwa hiyo wakina mama walikuwa kawaida yao ni kushikilia, mmoja anakuwa mbele, mmoja nyuma, anashikilia ile vazi la mzee ili lisiweze kugusa chini. Na anapoingia kwenye jengo ambapo pale anakuwa amekaribishwa yule mzee kwenda kupata chochote kama ni pombe au kitu gani, basi kabla ya kufika kulikuwa kuna hodi zao. Hodi zao ambao anapiga hodi kuonyesha kwamba mtu mkubwa anakuja. Walikuwa wanasema isagamu ya. Alafu wakina mama wanasema itetesa. Yaani kutetesa ni kama vile kumshika mtoto na kuwa unatembea naye taratibu, kwa sababu wao wanakwenda wakawa wameshikilia mavazi yao. Kwa wanasema itetesa. Na kule ndani tayari wazee wanaanza kufanya maandalizi, sehemu maalumu ya kwenda kumweka yule mzee. Pale mzee anafika, anakaa kwenye kiti,
ambacho viti vile vya asili ambavyo walikuwa wanakalia kama tunavyoona mfano wa kigoda hiki. Akishakaa kwenye kiti, wakina mama wanakaa pembeni. Anatokea binti mzuri kule ambaye kachukua pombe kwa ajili ya mzee. Ya Ulanzi nini? Pombe inaitwa Wanzuki, pombe ya asali. Anafika pale anapiga goti, alafu anakunywa yeye kwanza ile pombe ili kuhakikisha kama ina usalama, kwa sababu ndio kipimo akitumia. Anakunywa kwanza, ndipo anampa mzee. Mzee anaipokea, anainywa. Baada ya kunywa tayari anaanza kuwapa wakina mama pale nao waanze kupata ile pombe. Lakini tuwakumbuke wazi, wenzetu zamani hawakuwa kama sisi tulivyo. Kama binti mzuri sana, basi mama aliyoko pale pembeni anasema, mzee, unaoneje huyo mtoto? Basi moja kwa moja anasema, sawa, mimi mwenyewe nimeona mtoto ananifaa. Yule mama anatumwa mke wake yule mkubwa aanze kazi ya ujumbe sasa kwenda kumfuatilia yule mtoto ili aweze kumposi tena. Ndio taratibu zilikuwa za wazee wetu hizo, babu zetu. Sasa nyie kitengo cha mambo ya kale hapa Kalenga, mnafanya jitihada zipi kuendeleza mavazi haya yaweze kushonwa na pengine kuboreshwa zaidi yakaweza kuvaliwa kwa wingi katika mkoa huu wa Iringa? Tumejaribu kuonana na watu mbalimbali wale wenye kuweza kutusaidia vitu kama hivi, na tumeshawaelekeza kwamba tunaomba tungepata mavazi haya hata mengine yakakaa hapa makumbusho kwa ajili ya wageni, kwa sababu tuna wageni wengi wanakuja kama vile wazungu. Wakija wanapenda kuangalia Mkwawa namna alivyovaa na wanataka wavae kama alivyovaa Mkwawa. Sasa inakuwa ni tabu pale ambapo mtu anataka kuvaa na lile vazi halioni, na wakati mwingine mtu akitaka kuvaa basi anakuta tuenda kuazima sehemu nyingine, basi mtu ajisikii vizuri zaidi. Tungependelea kama ingewezekana idara yetu ya mambo ya kale ikatusaidia tukawa tuna mavazi ya asili kama haya yakiwepo hapa makumbusho, ili mtu yote anapofika anafika anachukuliwa tu na anavalishwa. Mtazamaji wangu, ni kipindi cha Zamadamu nikiwa katika eneo la kihistoria la Kalenga. Hapa ndipo mtazamaji wangu alipokuwa naishi Mtemi Mkwawa na kundi lake kubwa kabisa ama jeshi, na hapa tupo katika sehemu ya kuabudia mizimu. Wabunifu wa mavazi, mnaniona nilivyopendeza? Zamadamu hayuko nyuma katika maendeleo, na mimi nawaambieni mje Kalenga muweze kusanifu vazi hili, pengine mliendeleze na pengine likawa vazi la taifa. Maana tunatafuta mavazi ya taifa, lakini mavazi ya taifa vipi? Simfike katika makumbusho kama hizi na muweze kuona ubunifu uliotokea toka zama za kale. Mkwawa alivaa vazi hili, kwa nini nyinyi msichukue mtindo huu mkauboresha zaidi, na watu tukavaa mavazi kama haya tukiita Watanzania na vazi letu? Mtaalamu wangu bado ninaye hapa na anatazama kwa chati kabisa, aweze kutuelezea tena mawili matatu. Pengine sasa baada ya mavazi haya yalikuwa navaliwa na watu wa namna gani? Ni machifu peke yake ama namna gani? Mavazi walikuwa wanavaa machifu na watu wa kawaida, lakini wale ambao wanakaribiana na chifu wa chini wake. Na kawaida kama tunavyotambua, tunakiona kiti hiki. Chifu akikaa kwenye kiti kama hiki, akiwa amevaa vazi hili ambalo lile la chifu kabisa linakuwa lina vitu vinaitwa madunguli. Lina vitu fulani, lina vidude fulani vyekundu, vyeupe, vya njano vimezunguka namna hii. Kwa hiyo akikaa kwenye kiti kama hiki, wapambe wake wale wanakaa pembeni, ambao sisi tunaita wakati huo, yeye alikuwa anaitwa akina Kilongu Mtwa. Yaani Kilongu Mtwa ni wasemaji wa yale yanayosemwa na chifu. Chifu akiongea, wao wanapaza sauti, kwa sababu chifu alikuwa hapasi kuongea sauti ikatoka kwa nguvu sana. Yeye anaongea kidogo. Kesho jamani, kuna kazi ya usombaji wa mawe kwa ajili ya ujenzi wa ngome. Basi wakina Kilongu Mtwa zamu yake kama ni wa upande wa kulia, anasema chifu amesema hivi, kesho ni kusomba mawe kwa ajili ya ujenzi wa ngome. Ndivyo ilikuwa utaratibu. Chifu anaongea taratibu, yule anapaza sauti, watu walioko mbali waweze kusikia. Kwa sababu mikutano ya zamani, tunasema sasa hivi tumeacha mila na desturi. Wenzetu wakiitwa kwenye mkutano walikuwa hakuna mtu atakayezembea. Unaweza kukuta mkutano watu wanafikia 20,000, 30 mpaka 40. Na kama mtu atakosa kwenda, basi adhabu itatolewa. Sasa sio sawa sasa hivi. Sasa hivi mnaweza kuwa mnaitana kwa ajili ya maendeleo, lakini unakuta watu wanakwenda 5, 6, afu baadaye maamuzi yametolewa, watu wanaanza kulaumiana. Lakini zamani kwa jamani, kesho kuna mkutano, wote wanatoka, hakuna mtu alikuwa anabaki. Hapa ni kisima cha elimu Kalenga. Pengine
wasanii wa mavazi, wabunifu tuseme sasa, wameshawahi kutembelea hapa labda na kudadisi kuhusiana na mavazi ya Mkwawa na pengine kuboresha vitu vingine kutokana na mavazi? Hapana, hilo hawajaja wakajaribu wasanii kuja kuangalau kudadisi au ila kuvaa. Kuna msanii mmoja aliwahi kuja, mwimbaji mmoja akavaa vazi la Mkwawa, tulimvisha na tulitembea naye mpaka sehemu moja inaitwa Kikongoma, naye kwa jina anaitwa Saida Kaloli. Yule amefika hapa na tukatembea naye mpaka kijiji cha Kikongoma, na alivaa vazi la Mkwawa na alijitahidi kidogo kuimba wimbo ambao ulikuwa akimwimbia Mkwawa, na kumbukumbu nao ule wimbo asema wiyena 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 sewikalaga wiyena ela Mkwava wiyena kumlambalasi wiyena Mkwava wiyena sewikalaga wiyena ela. Maana yake ni anasemaje hapo? Maana yake peke yako, Mkwawa upo peke yako, utaishi Mlambalasi peke yako. Sasa pengine unawaambia nini sasa wasanifu wa mavazi ama wabunifu wanaobuni mavazi mbalimbali ya Kiafrika? Wengi wako mjini kule na pengine hawajafika hapa na kuona kwamba kuna utajiri mkubwa wa mavazi ya Kiafrika. Kwanza nilikuwa nafikiri kwa mawazo yangu, wasanii sehemu za historia ya Chifu Mkwawa zipo sehemu nzuri sana zenye kuvutia sana. Tukianzia makumbusho ya Kalenga, makumbusho ya Chifu Mkwawa. Ukienda kwenye miti ambayo Mkwawa alifanyia taratibu zake zote za kiutawala. Ukienda sehemu ambako alifia mama yake Mkwawa, sehemu inaitwa Kikongoma, ni nzuri sana, madhari yake nzuri. Hata kwa waimbaji wakifika sehemu ile watafurahi kwa sababu kuna mawe ya ajabu ajabu yamepangana. Ukiangalia mto Ruaha, wakati mwingine kuna wanyama wa ajabu ajabu wanaonekana, kuna maji ya moto kule. Ni sehemu nzuri sana. Ukitoka pale ukienda Mlambalasi, utakuta ni sehemu nzuri kwenye pango la Mkwawa, sehemu ya mnara pale ambapo Mkwawa penye kaburi lake, ni sehemu ambazo zinafurahisha sana. Mimi nilikuwa napenda wasanii kwanza wangetokea wasanii wazuri wakaweza kuimba nyimbo, angalau hata siku moja mimi nikasikia redioni wimbo unaimba unamhusu Mkwawa. Lakini nashangaa wasanii wetu wa Tanzania wote, sijaona msanii kamwimba Mkwawa nikaangalia wimbo wake au nikausikiliza nikaona unavutia. Hapana. Historia wanaisikia kila siku tunawasimulia, na habari hizi wana uhakika nazo, na masehemu za matukio wamefika wameziona, lakini sijampata msanii hata mmoja amekuja akatunga wimbo unaohusiana na historia ya Chifu Mkwawa, angalau akachukua hata vazi lake akalienzi na kuimbia lile vazi la Chifu Mkwawa, na si kama Wahehe huku tukaona kwamba kweli Mkwawa anakumbukwa hata na wasanii, kwa sababu Mkwawa mwenyewe alikuwa ni msanii. Ukitaka kuangalia kwa Mkwawa alikuwa ni msanii pale ndani, na tukiingia mtaziona kuna njuga, kuna marimba, kuna zeze. Kwa alikuwa ni mtu wa usanii, lakini wasanii hawajamwezi mpaka sasa hivi. Hilo nilikuwa naomba wasanii wajitahidi kuja kuchukua historia ya Chifu Mkwawa na wakaweza kumwenzi kama vile Mkwawa alivyokuwa anafanya. Umegusa sehemu ya moyo wangu. Naam. Wasanii. Na mimi mwenyewe ni msanii. Okay. Nashukuru. Filamu nyingi zinatengenezwa sana hapa Tanzania. Sasa hivi tunaibuka katika ulimwengu wa filamu za Kitanzania, lakini nyingi utazikuta zina mahadhi ya Kinigeria, zina mahadhi ya mapenzi zaidi. Pengine sasa tuingie kwenye tumezungumzia upande wa mavazi, wasanii ama wabunifu wa mavazi wamepata huo ujumbe. Unawapa ujumbe gani wachezaji wa filamu ambao sana sana wamekita katika mapenzi, katika mambo ya mjini, katika kuigaiga hasa wana sinema za Kinigeria? Hapa kuna utajiri gani wa filamu katika mkoa huu wa Iringa na husiana na historia ya Chifu Mkwawa ama Mtemi Mkwawa? Mimi katika uchunguzi wangu nimeangalia filamu nyingi za Nigeria, nikaangalia zile historia za Chifu Mkwawa. Nimeona filamu ya Kinigeria na historia ya Chifu Mkwawa kuna mambo mengi inaendana sahihi kabisa. Kulikuwa kuna haja hata kuiga wa Nigeria, na kuna mengine yako makubwa zaidi hapa ambayo hata Nigeria bado nadhani kwenye filamu zao hawajachezesha. Na kuna wasanii na kuna wazee wengi ambao tunao hapa wana uwezo kabisa kuweza kuwaelekeza wasanii zile taratibu zote Mkwawa namna alivyokuwa akiishi na akizifanya hapa Kalenga. Kwa sababu ukikaa na ukaisikiza historia yote kimakini kabisa, utapata yani mambo yote, hakuna hata jambo moja ambalo limebaki, ila wasanii wenyewe na wale waigizaji bado hawajaja kuigiza vitu kama hivyo ili waweze kuviweka katika hali nzuri na watu watazamaji wakaweza kuvutiwa. Kwa mfano nimeangalia Makilikili, kuna sehemu fulani wamefanya ile michezo. Haina tofauti na hapa, imefanyika hiyo, lakini tunashangaa watu wanatokea wapi huko, Ivory Coast wapi huko, wanakuja kuonyesha ngoma hapa Iringa, wakati zile ngoma za Makilikili ndio zimechezwa hapa.
lakini kwa sababu ya sisi hatuenzi tamaduni zetu, tumejisahau kidogo. Ndio hivyo nasema kumbuka mambo ya kale, basi wenzetu wanazidi kutuacha tu, wanatuacha, tunazidi na sisi kudidimia hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba wasanii tunao wengi, wako wa Kitanzania, wako wa mkoa wa Iringa hapa, waangalie uzito wa vitu kama hivi na waje wajifunze, ili waweze kuviigiza, angalau vikaoleta mvuto na watu wengine wakaweza kuviiga wakavifanya. Mtazamaji, umesikia hayo mambo, hasa wewe msanii wa filamu ambaye umebobea katika filamu za mapenzi, si filamu za namna gani. Hapa kuna utajiri wa filamu, na hakuna hata mchezaji mmoja wa filamu amefika hapa na kucheza filamu katika eneo hili la Kalenga. Njooni Kalenga muone jinsi gani kuna utajiri wa mali kale, maeneo mazuri kabisa. Kuna historia kubwa ambayo haijatangazwa katika njia ya filamu. Kuna himaya nzuri kabisa kama vile mtaalamu alivyokuelezea. Mimi mwenyewe nimeshuhudia na ninajionea. Hapa nyuma yangu mti unauona. Kwenye mti huo tutakwenda muda si mrefu kukuletea habari za mizimu. Na hapo ndipo lilipokuwa jumba ama ni mti wa kutambikia na kuabudia mizimu, ambapo Mtemi Mkwawa alishiriki pamoja na kundi lake. Ninaye mtaalamu wangu. Nini maoni yako kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na utajiri huu wa mali kale ambao kwa kweli umekaa bila kutumika vizuri? Mimi nilikuwa napendekeza kwa taifa letu la Tanzania, kwa sababu tukumbuke kwamba haya mambo ya kale yanatusaidia sisi na baadaye yatasaidia kizazi kijacho. Sasa kama tunataka kuyaenzi na kuboresha, kuviweka vitu hivi viwe ni msaada na kwa kizazi kinachoendelea, muda ndio huu, tuanze sasa. Na iomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ichukue uzito kuhusiana na historia ya Chifu Mkwawa, kwa sababu ni rasilimali kubwa kabisa ambayo tunaweza tukajiwekea sisi pamoja na vizazi vyetu vijavyo, ikaweza kuenziwa na ikawekwa katika hali nzuri kwa sisi na kwa kizazi kijacho na kwa wageni wanaokuja kutalii nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu kwa kweli ukija hapa Kalenga, Iringa kwa Mkwawa, kuna historia nzito yenye mvuto, yenye mambo ya ajabu Mkwawa aliyoyafanya. Kwa ufupi naweza nikawaambia Mkwawa alikuwa ni mtu wa ajabu, ndio maana Wajerumani walibaki wakimshangaa ni mtu wa namna gani. Alikuwa anaweza kuwa na askari wake wakati fulani akawafanya wakawa vichuguu, na unajua maana vichuguu ni kama vilima fulani vya mchwa. Wajerumani akafika pale, tuliona kuna adui hapa, hamna kitu. Mara wanapita wanashangaa nyuma wanapigwa tu mikuki. Kwa hiyo walipata shida nyingi, na ndio maana nakwambia Mkwawa ana historia nyingi ya maajabu, ya miujiza, historia ambayo ina mvuto. Fika Kalenga, jisikilizie mwenyewe. Tunaomba taifa letu la Tanzania lichukue uzito kuhusiana na historia ya Mkwawa, ili ienziwe na ikuzwe, na ili iwe ni faida ya sisi na kizazi kijacho. Wadau wakubwa pia ni wananchi. Wananchi wanaenzi vipi mambo ya kale? Mambo ya kale pengine watu wanakuwa wanayaharibu bila kutokujua pengine umuhimu wa historia. Hapa Kalenga mambo ya kale wananchi wanaenzi vipi? Hapa Kalenga mambo ya kale wananchi wanaenzi, lakini kumekuwa na tatizo kidogo hapa Kalenga. Kumekuwa na mvutano kidogo. Mvutano uliopo, kuna watu waelewa ambao wameelimika, wanajua umuhimu wa mambo ya kale. Wale wanaojua umuhimu wa mambo ya kale hakuna matatizo, tunashirikiana nao kwa vizuri na wanajitahidi kutusaidia na sisi pale ambapo uhalifu wote unatokea, kutuletea taarifa kama hizi. Kuna wengine ambao bahati mbaya, ndio hivyo tunasema ni uchache wa elimu au kitu gani, wanakuwa ni wabishi, wanapenda kuharibu vyanzo ambavyo vinahifadhi mambo ya kale. Wanaweza kutoa hata mawe ya kwenye ngome, wanaweza wakafika wakaharibu hata baadhi ya miti ambayo ya kihistoria. Kama tulivyosema hapa na mti mmoja mkubwa sana ambao mingine ilishakatwa tayari, huo bado haujakatwa, una andaki. Mkwawa alikuwa askari wake wanakaa ndani ya andaki la miti, yani mtu anauchonga mpaka anaingia ndani, askari akiingia ndani kule anakaa. Sasa adui anaweza kawa anazunguka ule mti asijue kwa kuna askari, lakini ghafla atashangaa anapigwa mkuki na kufa pale pale. Ndio maana Wajerumani wakajengeka na itikadi ya kuwa mishari ya Mkwawa ni ya miujiza. Akikupiga namna hii ukizunguka mti na unazunguka, unashangaa umekuja umekuchoma, kumbe ajui aliyemchoma alikuwa ndani ya mti. Kwa hiyo tunakuta kuna vitu vingi vinaharibiwa ambavyo kusema kweli vilikuwa vinasaidia sana kuendeleza masuala ya mambo ya kale
na kuboresha tamaduni za wazee wetu ambao walikwishatangulia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri hata wanajamii, wadau wa Kalenga, tunaomba idara ya mambo ya kale ijaribu kuwafikia angalau mara moja, ili kuja kuwaelimisha, ili kuja kuwafahamisha watambue ni nini umuhimu wa mambo ya kale na ni faida gani zinapatikana juu ya mambo ya kale, ili kusaidia jamii hii ya kisasa na jamii itakayokuja baadaye. Na mnafanya sasa jitihada zipi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu na kuacha kuharibu historia hii adhimu katika eneo hili la Iringa? Sasa hivi taratibu zinazofanyika, tunajaribu kuungana na viongozi wa serikali, tukianza na serikali ya kijiji, vitongoji, mpaka ya mitaa, mpaka serikali kuu. Tunashirikiana nao ili kuweza kuweka hifadhi hii vizuri. Lakini nitasema serikali ya kijiji mpaka sasa hivi tumeshashirikiana nao sehemu kubwa, na wameshaanza nao kuchukua hatua zao kutusaidia pale ambapo tunatoa malalamiko pametokea uhalifu. Isipokuwa bado hatujapata sapota kubwa sana kupita serikali kuu ili kuweza kuja kujenga hata uzio. Kwa mfano hili eneo letu hili mnakuta linaingiliwa ovyo ovyo namna hii, lakini tulikuwa tunaomba serikali kuu, idara ya mambo ya kale, maliasili na utalii, wajaribu kuja hii sehemu ambayo wamechukua kwa ajili ya ujenzi wa mambo ya kale, basi waje waweke hata fence izunguke eneo hili lote, ili kuweka uzito, hata mtu anapopita katika eneo hili aone kwamba naingia sasa sehemu ya makumbusho ya Chifu Mkwawa. Lakini inaonekana nyepesi nyepesi, kwa sababu mtu akiingia hajui hata mpaka wa mambo ya kale uko wapi, basi anaona sehemu yote ni halali tu kwake, hata kufanya lolote analoweza kulifanya. Hili nilikuwa napenda serikali kuu itusaidie, kwa sababu wanajamii wa Kalenga tayari walikishatoka na wakajitolea na wakaonyesha eneo hili wakiwa pamoja na Mheshimiwa Chifu Adam Sapi Mkwawa, wakaweza kulitoa eneo hili lote tunaliona, pamoja na majengo haya yote mpaka majengo ya juu ya mahakama mpaka kwenda juu na huku kuzunguka mpaka kule kwenye ngome, kwamba ni eneo la makumbusho. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, japo maeneo mengine bado hayajafikiwa kuwa na hifadhi, eneo hili lingekuwa na hifadhi, likawekwa katika hali nzuri, likawa linaeleweka, mtu anapofika hapa anajua anaingia sehemu ya eneo ya mambo ya kale. Vile vile kuna kitu ambacho mimi nilikuwa naomba serikali pamoja na wanakijiji tungeshirikiana, tungeweza kukiweka vizuri lile jukwaa la Mkwawa, kwa sababu wazee wetu wote tulionao wanasema waliliona likiwa juu sana, lakini sasa hivi kinazidi kwisha na kamebaki sasa ni kadogo hivi. Tunapoteza ile historia bila kujengea uzio kile kichuguu, ili kisiendelee kuneni kwisha kumna mvua na watoto wanapocheza mle juu, baadaye historia ile tutaipoteza. Mimi nilikuwa napendelea serikali pamoja na wanajamii tukifanya ushirikiano, haya mambo yote yatawezekana. Natumaini serikali imesikia na jamii pia imeona. Mtazamaji, ni kipindi cha Zamadam kama unavyoniona. Nimependeza bwana. Ndio natunza historia yangu mimi Mwafrika halisi. Zamadam. Nipo katika eneo mashuhuri kabisa nchini Tanzania, eneo la Kalenga. Hapa ndipo ngome kubwa kabisa ya Mtemi Mkwawa ilipokuwapo. Hadithi ni ndefu, sio nimalizie wapi jamani. Ngoja nimuulize mpiga picha wangu, dakika ngapi zimebaki tumalize kipindi? Dakika 3. Hai, mtazamaji, nimeambia dakika 3 tu zimebakia. Mpiga picha wangu Abed Butu ananiambia zimebaki dakika 3, na mimi siwezi kuzidi kuendelea mbele. Niseme tu nakutakia siku yenye baraka tele. Mimi ndio Zamadam, nipo katika mkoa wa Iringa, eneo la Kalenga, hapa kilomita kama 12 hivi kutoka katikati ya mji wa Iringa, nikikuletea historia adhimu kabisa ya Mtemi Mkwawa. Na kama unavyoniona, nimekwambia nimevaa vazi la kitemi. Niko anasema kikazi zaidi, kizamadamu zaidi, mambo ni mazuri. Hadi wiki ijayo, mimi ndio Zamadam na mpiga picha wangu anaitwa Abed Butu, lakini anaogopa mizimu. Na kutakia siku yenye baraka tele. Bado niko Kalenga, usikose kuangalia TBC1 siku zote, na kipindi cha Zamadam ni Kalenga, ni Iringa. Kwa heri.
Ramadan.